yako mtazamaji wa SKF TV na kusalimu popote pale ulipo. Karibu sana katika magazeti ya asubuhi ya leo ya tarehe 11 ya mwezi wa 4 2025, Ijumaa, ambayo tunaitamatisha kambi yetu ya matibabu pale katika hospitali ya Lumumba Zanzibar, ambapo takriban watoto zaidi ya 17 tayari wameshafanywa upasuaji mdomo wazi, na siku ya leo wanaendelea. Tutapata taarifa zaidi ifikapo baadaye mchana katika taarifa ya habari. Uko nami Pendo Godson, matangazo yetu yanarushwa live kupitia studio zetu zilizopo hapa Njiro, Arusha, Tanzania. Karibu katika magazeti ya asubuhi ya leo. Nikianza na gazeti la Mwananchi, hapa anasema Lissu quarantine kwa uhaini, adaiwa kushawishi umma kuzuia uchaguzi mkuu mwaka 2025, ashtakiwa pia kwa kuchapisha maneno ya uongo kuhusu uchaguzi serikali za mitaa, ahusisha polisi na wizi wa kura, aenda rumande. Habari hii pia unapata katika ukurasa namba 4, ukurasa namba 5. Siri Moshi Njombe kuibuka vinara usafi wa mazingira. Njombe, Kilimanjaro, halmashauri ya wilaya ya Njombe na manispaa ya Moshi zimetaja siri ya kuendelea kuwa vinara katika mashindano ya afya na usafi wa mazingira kuwa ni ushirikishwaji na viongozi na uwajibikaji kwa timu inayosimamia. Habari hii unapata katika ukurasa namba 3 katika gazeti hili la Mwananchi. Lakini jarida la afya, mikao hatarishi kwa afya yako. Hakikisha tunanunua gazeti lako la Mwananchi kisha upitie kile ambacho kimeandikwa mikao pale unapokaa inatarisha afya yako kwa namna gani, ni namna gani pia unapaswa kukaa. Nunua gazeti lako hilo. Gazeti la Uhuru vijijini, hapa ninasema TAKUKURU tutalinda haki demokrasia kwa wapiga kura. Lakini pia anasema mbunge Chadema amlipua Tundu Lissu. Habari unapata katika ukurasa namba 4. Lakini Rais Samia kuzindua benki ya ushirika. Habari unapata katika ukurasa namba 4. Lakini habari nyingine, rungu kuwashukia wanaotumia majina ya viongozi kujipitisha majimboni. Habari unapata katika ukurasa namba 3. Lakini habari nyingine hapa katika gazeti la Uhuru vijijini, anasema bilioni 100 zatengwa kujengwa bilioni 100 zatengwa kujenga madaraja barabara ya kusini. Habari unapata katika ukurasa namba 4. Gazeti la Zanzibar Leo hapa linasema mazungumzo ya Marekani Irani kufanyika kesho Oman. Habari unapata katika ukurasa namba 9. Serikali yaipa ZBS zaidi ya bilioni 15 kuimarisha maabara. Serikali yaipa ZBC zaidi ya bilioni 15 kuimarisha maabara. Habari unapata katika ukurasa namba 3. Lakini Hemed, makubaliano ya ZIPA BPI kukuza uchumi, katika gazeti hili la Zanzibar Leo limeandikwa hivyo. Lakini gazeti lingine asubuhi ya leo, gazeti la Tumaini Letu, anasema askofu alia na wenye kukumbatia mali. Dr. Nchimbi, uchaguzi mkuu lazima ufanyike. Habari unapata katika ukurasa namba 3. Magenge ya waasi ya waua watawa. Habari unapata katika ukurasa namba 8. Gazeti la Taifa Tanzania linasema kwamba Segerea wataka kujua maendeleo ujenzi bonde la mto Msimbazi. Habari unapata katika ukurasa namba 4. Lakini pia makala ampatano ulega kwa kazi bilioni 100 kutumika kukarabati madaraja barabara kusini. Habari unapata katika ukurasa namba 2. Mbolea ya ruzuku yaleta matokeo chanya. Habari unapata katika ukurasa namba 2. Majaliwa asema nchi imejitosheleza kwa chakula baada ya serikali kutumia bilioni 131 kusambaza mbolea. Habari unapata katika ukurasa namba 2. Lakini pia soma ndani, Tanzania yaendelea kung'ara usalama wa kimtandao. Habari unapata katika ukurasa namba 3. Rais Samia kuzindua benki ya ushirika. Habari hii unapata pia katika ukurasa namba 3 katika gazeti hili la Taifa Tanzania. Lakini gazeti lingine asubuhi ya leo, mtazamaji wa SKF TV, nikikusomea gazeti la Habari Leo, hapa anasema serikali yaagiza ajira za mkataba afya. Serikali yaagiza ajira za mkataba afya. Habari kamili utapata katika ukurasa namba 3. Lakini Lissu kizimbani Kisutu kwa mashtaka ya uhaini. Habari hii unapata katika ukurasa namba 7. Lakini bilioni 100 kujenga madaraja 10 barabara za kusini. Habari unapata katika ukurasa namba 3 katika gazeti hili la Habari Leo. Gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii anasema Lissu katika kashfa nzito, ashtakiwa kwa kesi ya uhaini isiyo na dhamana. Wasaidizi wake walazimika kuvunja mlango nyumbani kupata dawa zake Chadema. Wakili Kibatala walonga. Habari unapata katika ukurasa namba 2.
Lakini pia Samia, magonjwa ya moyo, shinikizo la damu yanaongoza kusababisha vifo. Habari unapata katika ukurasa namba 5. Profesa abaini balaa lingine kwenye afya, manukato, runinga, simu janja vyatajwa tatizo. Habari unapata katika ukurasa namba 3. Hoja ya Majaliwa yazua jambo kwa wabunge vyama vya siasa nchini. Habari unapata katika ukurasa namba 3 katika gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii. Gazeti la Majira hapa linasema bilioni 100 kukarabati madaraja ya kusini. Makala apongeza utendaji wa Ulega. TANROADS ataja ubora uzingatiwe kwenye ujenzi, ataka Ulega azidi kwa mkali kwa wazembe. Habari unapata katika ukurasa namba 4. Majaliwa, sherehe za muungano mwaka huu zitafanyika mikoa yote. Habari unapata katika ukurasa namba 4. Waziri Kassim Majaliwa amesema Rais Samia Suluhu Hassan ameeleza maadhimisho ya sherehe za muungano mwaka huu zitafanyika katika mikoa yote yakiongozwa na viongozi wakuu wa serikali. Habari unapata katika ukurasa namba 4 katika gazeti hili la Majira. Lakini pia Rais Samia kuzindua benki ya ushirika. Habari unapata katika ukurasa namba 2 katika gazeti hili la Majira. Lakini nikimalizia gazeti la Raia Mzalendo asubuhi ya leo, DC Kiswaga marufuku kikao bila taarifa ya mtendaji. Habari unapata katika ukurasa namba 3. Msofe apongeza hotuba bajeti ya waziri mkuu. Habari unapata katika ukurasa namba 3. Lakini CCM yawafungulia milango wanaotaka ubunge udiwani. Fomu kuanza kutolewa Mei Mosi. Fomu kuanza kutolewa Mei Mosi. Soma katika ukurasa namba 2. Yoyote yule anataka ubunge jamani udiwani, fomu zinaanza kutolewa Mei Mosi. Lakini Dr. Makakala aipongeza CBE kwa kuzingatia usawa wa kijinsia. Habari unapata katika ukurasa namba 3. Wabunge Chadema wamgeukia Tundu Lissu, wasema ana hofu ya uchaguzi. Waoje sababu ya kuweka mpira kwa pani, lakini kazi alizozifanya Rais Samia zampa kiwewe. Habari unapata katika ukurasa namba 2 katika gazeti hili la Raia Mzalendo. Na mimi niseme tu sina la ziada katika magazeti ya asubuhi ya leo. Nimekusamea machache kati ya mengi. Hakikisha tu unaenda kununua nakala yako kisha kapitia kile ambacho kimeandikwa katika magazeti. Zaidi ya yote, kambi yetu matibabu siku leo ndio inakuwa tamati pale katika hospitali ya Lumumba Zanzibar. Tutakupa taarifa zaidi baadaye katika taarifa za mchana kwamba ni watoto wangapi mpaka leo watakuwa wamemalizwa kufanywa upasuaji wa mdomo wazi ambao unafanyika bure kabisa. Kwa niaba ya wale wote walioshiriki kwa magazeti ya leo, ulikopo nami Pendo Gotton, nikutakia asubuhi njema. The Same Qualities Foundation kwa kushirikiana na hospitali ya Lumumba Zanzibar wanakuletea upasuaji wa midomo wazi utakaofanyika bure kabisa. Ni kuanzia tarehe 7 hadi 11 Aprili. Mahali ni hospitali ya mkoa ya Lumumba Zanzibar. Mzazi unaomba kumfikisha mwanao hospitalini hapo siku moja kabla ya kuanza kwa zoezi la upasuaji. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0776 177 742 au 0738 229 na 0717 531 312. The Same Qualities Foundation, hatua moja, tabasamu moja.